Na tunajifunza ujumbe unaosema chanzo cha matatizo mengi ndani ya familia za watu. Vyanzo vya matatizo. Na leo tunaendelea na chanzo kingine baada ya kujifunza vyanzo kadha wa kadha. Na leo tunataka kuendelea na chanzo kingine cha matatizo ndani ya familia za watu. Endapo watu hawatajua nini cha kufanya, basi matatizo yataweza kuendelea kutesa watu siku hadi siku, na hatimaye hata kuleta vifo, hatimaye kuzuia mipango kadha wa kadha kwenye maisha yao kwa sababu hawajui cha kufanya. Ujumbe huu Mungu alinipa makusudi kwa ajili ya kusaidia kanisa na mahali hapa na watu wote ambao Mungu atawaleta hapa, ili kwamba waweze kujua ni nini cha kufanya katika kila pito walilo nalo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa leo tuna ujumbe unaosema neema iliyo juu ya mtu ndani ya familia. Neema iliyo juu ya mtu inaweza kuwa sababu au chanzo cha matatizo. Neema iliyo juu ya mtu inaweza ikawa sababu au chanzo cha matatizo. Neema iliyo juu ya mtu inaweza ikawa chanzo au sababu ya matatizo mengi ndani ya familia. Nataka niseme jambo hili kwa utangulizi. Mungu kila mtu aliyeruhusu azaliwe duniani, aliruhusu azaliwe akiwa tayari ana mpango na yeye. Hakuna mtu aliyekuja huku duniani kwa sababu alipotea njia au alitokea bahati mbaya. Na kwa sababu kila mtu aliyekuja amebeba kusudi au amebeba mpango wa kimbingu. Ule mpango wa kimbingu unahitaji kitu kinachoitwa grace, neema. Na ile neema ni uwezesho wa kimungu wa kumsaidia mtu huyo ili aweze kufanya hicho kitu kama Mungu alivyokusudia. Sema amina. Amen. So, neema ya kila mtu ni tofauti. Na jinsi tulivyo tofauti kwa rangi, kwa kimo, kwa umbo na kila kitu, ndivyo pia tulivyo tofauti kwa neema. Kuna wenye neema ndogo na wenye neema kubwa kulingana na jukumu walilopewa au kulingana na mission ya kimbingu walioijilia duniani. Aliyekuja duniani kwa ajili ya kumzaa mtoto ambaye atatakiwa kuwa mtawala, au mtoto ambaye atakuwa mtumishi wa Bwana, au yule aliyezaa mtoto ambaye atakuwa kiongozi wa kimataifa, neema anayohitaji sio sawasawa na yule ambaye anazaliwa ili awe mtumishi. Yule anayezaliwa awe mtumishi au awe mke wa mtumishi, huyo anahitaji neema ya ziada au neema ambayo ni tofauti na ya yule anayezaa tu mtoto ili awe fulani. Lakini aliyezaliwa kuwa daktari na aliyezaliwa kuwa mwalimu na aliyezaliwa kuwa mkulima ni watu tofauti hawa, na kwa sababu ya majukumu yao yalivyo tofauti, wanahitaji kila mtu neema tofauti kulingana na kitu alichokijia kukifanya hapa duniani. Sema amen. Amen. So, tunapozungumza kwa habari ya neema, hiyo ni uwezesho wa kimbingu ambao Mungu humpatia kila mtu ili aweze kutimiza kusudi la wito wake. Na tunapozungumza wito, ni kile ambacho Mungu alikuita kukifanya siku zako za kukaa duniani. Kuna mpango uliokuleta duniani. Inawezekana ikawa wewe unaishi tu kawaida, hukuwahi kujua Mungu amekuleta kufanya nini, na siku zinazidi kwenda. Nikuombe, fanya maombi, msi Mungu akujulishe ulikuja duniani ili uwe nani, ili ufanye nini. Na ukishajua kinachokupasa kufanya, utahitaji sasa neema ya Mungu, yani uwezesho wa kimungu ili kufanya hicho ulichoitiwa. Na usipokuwa ndani ya kusudi, kuna matatizo ya kuwa nje ya kusudi. Moja kati ya matatizo yanayowaandama watu ambao wako nje ya kusudi ni pamoja na mateso yasiyokuwa ya lazima. Kukosa mahitaji, kuugua, kupata changamoto nyingi, hata kufa, kwa sababu wako nje ya plan. Lakini unapokuwa ndani ya kusudi, jambo la kwanza unalipata ni ulinzi kutoka juu. Haleluya. Ulinzi kutoka juu. Kwa sababu siku zako za kuishi duniani zimehesabiwa. Na lile kusudi ulilopewa lina muda maalum. Yaani mimi nakuhubiria injili leo, lakini sitahubiri milele.
kuna nyakati zitafika mahali nilipokuwa na ubiri watakuta watu wengine. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kusudi la mimi kuhubiri injili limewekewa muda. Kwa ule muda natakiwa nikazane kutimiza kusudi hilo. Kila mtu, ndio maana unaona watu wanazaliwa wanakuwa wadogo, wanakuwa vijana, wanakuwa wanazaa watoto, wanakuwa mama, wanakuwa baba, wanazeeka, wanakufa. Kwa sababu muda wa kusudi la kufanya hilo umekwisha. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ule muda wa kufanya hilo kusudi, kitakacho kusaidia uweze kufanya hilo kusudi kwa usahihi ni neema ya Mungu. Usipokuwa na neema ya Mungu, ukaikosa neema ya Mungu, mambo yatakuwa magumu. Kwako itakuwa ni kilio, kwako itakuwa ni misiba, ni majonzi, ni maumivu, ni majuto. Utajuta kwa nini ulizaliwa, kwa nini uliolewa, kwa nini ulizaa. Utajuta kwa sababu kuna kitu umepungukiwa ambacho kinaitwa ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu ndio inayowezesha kila aliyeitwa atimize kusudi lake. Sema amina. Amen. Okay. Kwa hiyo sasa hiyo neema ambayo iko juu ya kila mtu ndio inayoweza kusababisha vita sana juu ya maisha ya mtu, hata kumsababisha kufa au kumsababisha ashindwe kabisa kuendelea kufanya hicho alichotakiwa kukifanya, kwa sababu adui humuona mtu tokea mbali. Adui humuona mtu tokea wapi? Tokea mbali. Adui anamuona mtu kabla hata hajazaliwa. Yohana kabla hajazaliwa, shetani alijua habari zake. Kwa hiyo ilibidi aanze kupambana naye, kutaka kumuua. Ndio maana aliishi majangwani. Lakini alikuwepo mtu mwingine anaitwa Musa. Alipozaliwa tu, adui alijua kusudi la mtu huyu. Alijua kusudi alilobeba. Kwa hiyo vita ilikuwa kali kiasi kwamba alitaka kuuawa. Mama yake alitengeneza kisafina akamweka mtoni. Ndiyo maana anaitwa Musa. Maana yake aliyepatikana majini, aliyepatikana kwenye maji. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa lile kusudi la Musa lilisababisha atake kuuawa. Lakini Mungu alimpa mama yake neema ya kujua ni nini cha kufanya kumlinda mtoto yule. Huyu mama hakuwa amesoma elimu za dunia, usema alikuwa anajua physics, anajua mathematics, anajua chemistry. Hakuwa injinia mama huyu, lakini alipata akili kutoka juu. Alipata akili na ufahamu kutoka kwa Mungu jinsi ya kujenga safina, ambayo kisafina kidogo, Biblia inasema kisafina, ambayo kwa lugha nyepesi tungesema kimeli kidogo cha kumbeba Musa peke yake. Akakijenga na akamwachilia mtoto, kile kisafina kikawa kinampeleka kinaambaa na mto Naili. Haleluya. Amen. Tupigie mama huyu makofi. Sasa hiyo akili aliyopewa ya kutengeneza hicho kisafina sio kila mwanamke alikuwa nayo. Watoto wa wanawake wengine waliuawa, lakini mama huyu alipata neema. Haleluya. Alipata neema ya Mungu, kwa Mungu kufanya kitu ambacho kibinadamu wengine hawawezi. Lakini yeye tu akapendelewa kukifanya. Ila kilichokuwa kinatafutwa sio mama aliyemzaa mtoto. Kinachotafutwa ni mtoto ambaye ana mission juu yake ya kwenda kuwatoa wana wa Israeli utumwani. Haleluya. Yaani huyu mtoto kazaliwa, lakini huyu mtoto si wa kawaida. Maana peke yake mtoto huyu ndiye anaenda kutoa watu walioko utumwani kwa miaka 400. Huyu ndiye anayeweza kwenda kuwatoa. Sasa shetani apigani na mama yake kwa sababu amemzaa. Anapigana na mtoto ambaye ndiye mwenye kusudi la kuja kuwatoa watu utumwani, wakati shetani anataka waendelee kukaa utumwani. Haleluya, haleluya, haleluya. Vivyo hivyo na ninyi pia jinsi mlivyo hapa. Kila mmoja ana mpango maalum kutoka juu. Kila mtu alikuja kwa kusudi maalum hapa duniani, na hilo kusudi imempasa kuliishi. Sasa hilo kusudi lililobeba linaweza likaleta vita kama Musa alivyokutana na vita kwa sababu ya kusudi alilokuwa amebeba. Haleluya. Hebu tuangalie kwanza kudhihirisha kwamba katika familia kuna watoto mbalimbali na wenye neema tofauti tofauti. Tuanze na kitabu cha Mwanzo
ile sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kwenye familia wanazaliwa watoto tofauti tofauti wenye neema tofauti tofauti. Kwa hiyo vita ya mtoto wa kwanza inaweza isiwe sawa sawa na vita ya mtoto wa pili. Vita ya mtoto wa pili inaweza isiwe sawa sawa na vita ya mtoto wa tatu. Vita ya mtoto wa tatu inaweza isiwe sawa sawa na vita ya mtoto wa 4. Na mtoto wa 5 vita yake inaweza kuwa kubwa mpaka kauawa. Yaani unasikia tu mama alipokuwa anajifungua mtoto alifariki. Sio kawaida. Yule mtoto alikuwa na kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa hiyo shetani alipomuona akamuona ni hatari sana, na yamkini mama yake au baba yake walikuwa hawajui cha kufanya, kwamba walitakiwa wafanye maombi maalum kabla ya wakati wa kuzaliwa mtoto huyu, ili mtoto huyu akae salama, alindwe na nguvu za aliye juu. Wakashindwa kufanya hilo. Kwa hiyo adui akapata nguvu, kwa sababu ulimwengu wa roho ulionekana hauna ulinzi wa kuweza kutosha kumlinda mtoto huyo. Kwa hiyo wakamdhibiti. Adui akasema, mama beba sana ili uteseke kwa miezi 9, lakini siku naenda kujifungua mimi nammaliza. Shida sio mama, ndio maana mama anabaki. Na endapo ukiona mama imekufa na mtoto, ujue wote wawili walikuwa na mission kubwa. Mtoto huyu alikuwa ni great man, lakini pia na huyu mama angeendelea kuzaa watoto ambao sio wa kawaida. Kwa hiyo ili shetani asipate tabu na huyu mama, inabidi amuue mtoto, amuue na mama yake, ili kumaliza kesi hiyo, kwa sababu hakuna waombaji wa kusimamia makusudi ya Mungu ndani ya familia. Haleluya. Kumbuka, baraka za kila mtu zipo kwenye kusudi alilobeba. Huwezi kwenda kupata baraka nje ya kusudi ulilolibeba. Lile kusudi ulilolibeba, hata vita iwe kubwa kiasi gani, iko saa ya upenyo. Hata mapambano yawe makubwa kiasi gani, iko saa ya upenyo. Alfajiri inakuja, usiku watu hulala, lakini giza huondoka alfajiri na nuru itatokea tena. Na watu wakasema ni siku mpya imekuja. Watu wanasema siku mpya imeanza tena baada ya giza kuondoka. Wakati wa mapito na majaribu ni wakati wa giza, lakini ni kwa kitambo kidogo. Wewe unayejua umebeba kusudi, endelea kusimama kumngoja Bwana, maana iko saa tu, iko saa tu Bwana atakujilia, na lile ulilolibeba kwa hakika litatimia. Haleluya. Kuna watu hapa, wengine labda walitakiwa wawe nje ya nchi hii, lakini bado wako hapa kwa sababu shetani alipambana nao. Shetani alipigana nao kwa magonjwa, kwa kuzuia elimu, kwa kila namna alitumia kila mbinu kuhakikisha na wazuia wasivuke, na matokeo yake maisha yao yakaharibika kwa sababu walikuwa hawana nguvu za kutosha kiroho. Haleluya. Haleluya. Hebu tuangalie hapa Mwanzo ile sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 4. Nasema, Adam akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habil. Habil alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habil naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habil na sadaka yake. Msisitizo wangu upo kwenye mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, kumbe Adam na Eva walizaa mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza kabisa kuzaliwa duniani, Kaini. Alafu wakaendelea wakapata mtoto wa pili, akaitwa jina lake Habil. Watoto hawa wawili walikuwa wamebeba neema tofauti. Kaini alikuwa amepewa neema ya kufanya kilimo cha ardhi, lakini Habil alikuwa hajui mambo ya kilimo. Alipewa neema ya kufuga. Haleluya. Sasa ikawa siku wanaenda kumtolea Bwana, kila mtu anatoa sawa sawa na mapato yake. Kaini anapata shambani, Habili anapata kwa mifugo yake. Wakaenda wakamtolea Bwana sawa sawa na kila mtu na neema aliyopewa. Okay? Mistaki tuangalie nini kilitokea hapa. Mimi nataka tuelewe hivi kwamba ile neema ya Mungu iliyo juu yako ndio inayokufanya wewe uwe tofauti. Watu wataweza kuiga kila kitu unachofanya. Unaweza kufungua bucha wakakuiga. Unaweza ukaanza
unaweza kufuga kuku wakakuiga, unaweza ukafungua kibanda cha kuuza matunda wakakuiga, lakini kuna jambo moja hawezi kuiga, neema. Hawezi kuiga. Nobody can copy grace. Hallelujah. Hakuna mtu anaweza kuiga neema. Hallelujah. Hii ndiyo tofauti inaoleta tofauti kati yako wewe na mtu mwingine. Ile neema uliobeba itakutofautisha na mtu mwingine. Sema amina. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa mimi sijui ni neema gani unayo. Wewe ni mkulima wa ardhi au ni mfugaji? Wewe ni mwalimu au ni daktari? Wewe ni nani? Are you a preacher? Wewe ni mhubiri kama mimi? Wewe ni nani? Wewe ni mfanyabiashara? Je, unapofanya biashara ni mfanyabiashara wa kijiji au biashara wa mkoa au ni wa taifa, wa kimataifa? Kwa sababu wafanyabiashara pia nao wamepewa neema tofauti tofauti. Kuna mtu amepewa neema tu ya kuuza kibanda cha nyanya na vitunguu na ataishi kwa hicho. Kuna mwingine amepewa neema ya kuuza duka la jumla. Kuna mtu mwingine amepewa neema ya kuuza magari. Kuna mtu mwingine kapewa neema ya kufanya biashara kimataifa. Anatoka Kongo, anaenda Kenya, anaenda Uganda, anaenda Rwanda, anaenda South Africa. Akianza Januari anarudi mwezi wa 9. Hallelujah. Grace. Neema ndio inaofanya hayo yote. Wewe ukijaribu kufanya kama yeye utaanguka tu, kwa sababu huna neema hiyo. Labda ukuitua hicho. Ndio maana hatuwezi kuiga. Hallelujah. Kwa hiyo Habil alikuwa mkulima, mfugaji, na Kaini alikuwa ni mtu ambaye analima ardhi. Hebu turukie mstari wa 20 hadi 21. Watoto waliendelea kuzaliwa ndani ya familia hiyo, na watoto walionekana kuendelea kuwa na neema tofauti tofauti. Sasa wametoka kwenye familia ya Adam na Eva, sasa wanaingia kwenye boma. Baba mdogo, baba mkubwa, damu moja, lakini watoto wanazaliwa wenye neema tofauti tofauti. Biblia inasema Ada akamzaa Yabali, huyo ndiye baba yao wakao katika hema na kufuga wanyama, na jina la nduguye aliitwa Yubali, huyo ndiye baba yao wapiga kinubi na filimbi. Mstari wa 22. Sila naye akazaa Tubal Kain, mfua kila chuma cha kukatia cha shaba na cha chuma na umbu lake. Tubal Kaini alikuwa Naama. Bwana asifiwe sana. Tunaona wamezaliwa watoto wengine ndani ya boma hilo hilo, baba mdogo, baba mkubwa. Wengine wakawa sasa sio mkulima tena na mfugaji, wengine wakawa watu wa kukaa hemani kama mimi hapa sasa. Nyumbani kwetu kwenye familia watoto wamezaliwa wenye neema tofauti tofauti. Nyumbani kwetu wako tofauti tofauti. Wako wataalamu wa kukaa ofisini kudili na hesabu. Bwana asifiwe sana. Wako wanaofanya masuala ya kilimo, wako wanaofanya biashara, lakini wako tofauti tofauti. Na mimi nikitokea hapo, tukiambiwa kila mtu atokee, mmoja atatokea na rato, kila mtu aje na kitendea kazi. Mwingine atakuja na rato au jembe, mwingine atakuja na kikokotoo, atakuja na kwa ajili ya hesabu na nini, atakuja na vitabu vya ofisini, na mimi nitatokea na Biblia. Haleluya. Kwa sababu neema zetu ni tofauti. Haleluya. Na asiwepo wa kusema huyu utakosea. Hapana. Hiyo ni neema. Mtu amepewa hichi ndicho anachokiweza. Usiseme kwa kuwa baba alikuwa injinia basi na mimi nataka niwe injinia. Hutaweza. Neema ile aliyokuwa nayo sio ulionayo wewe. Ingawaje unaweza kukopi na hautafanya vizuri sana, lakini ndio maana tunasema sasa waacheni watoto waseme wanataka kufanya nini. Haleluya. Maana kile anachokisema yeye ndicho atakiweza zaidi. Tupe Yesu makofi ya utukufu. Tupe Yesu makofi ya utukufu. Tupe Yesu makofi ya utukufu. Mimi ninapenda kufundisha. Baba Given naye alisoma tu walimu. Eti alisoma walimu. Lakini afundishi. Mimi ukiniambia nisifundishe, utaniua. Yaani utakuja kukuta nimeshakufa. Ila sivyo yeye alivyo. Yeye hawezi hicho. Hawezi.
Haleluya. Leo ukimuuliza unaweza nini, atakwambia nataka kufanya kitu fulani, nataka kufanya kitu fulani. Basi hivyo ndivyo alivyo. Hicho ndicho alichoumbiwa. Hicho ndicho, yani huko ndiko aliko yeye. Yani hicho ndicho alichopewa. Haleluya. Haleluya. Mzazi ukimlazimisha mtoto wako kufanya kitu ambacho kwenda kukitaka, utaharibu maisha yake moja kwa moja. Atakifanya kwa kukutii, lakini akitamzalia matunda, utakuwa umepata hasara ya fedha na yeye atakuwa amepata hasara kupoteza muda. Kwa hiyo wote wawili katika lengo hilo hamtafanikiwa. Yeye mzazi na mtoto wote hamtafanikiwa kwenye hilo lengo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Okay, kwa hiyo kwenye familia hii ilivyozidi kuongezeka, wakazaliwa wengine wanakaa hemani, wengine wapiga kinubi. Simuona pale walikuwa wanapiga kinanda pale, wako pale, huyu anapiga drums, mwingine anapiga kinanda pale, na utaona wanafurahi, wanafanyaga hivi. Ukiona mnawajitana unakuta tu wanatikisa mguu tu namna hii. Haijalishi yuko kanisani. Yaani kuna raha fulani anaipata kwa sababu ndivyo alivyoumbwa. Bwana asifiwe sana. Lakini mimi utaniambia nipige pale, sio atanashikia wapi. Lakini yule rafiki yangu anapiga pale. Mtu akishikia kinanda pale anaweza akakwambia ni kii fulani hiyo. Haleluya. Anakwambia huo ni ufunguo fulani, huo ni ufunguo fulani. Hapo amekosea, hiyo amekosea. Hiyo ala hiyo ameikosea. Vitu kama hivyo wanavijua wao. Kwa sababu walivyoumbwa walipewa hiyo package. Yaani hiyo package inakaa ndani yao, iko ndani yao. Niliwahi kuambia Mungu alipoumba viumbe, aliviumba vijitegemee. Ndege wa angani aliumbwa na Mungu, anaruka, lakini hakuna chuo cha kujifunza kuruka. Hakuna siku utakuta makinda ya ndege yako darasani yakifundishwa na ndege mkubwa namna ya kuruka. Hapana, utakuta hata siku moja. Lakini wamepewa ujuzi na Mungu. Hakuna siku utakuta vitoto vya samaki vile mnaita dagaa vikiwa vinajifunza darasani namna ya kuogelea kwenye maji, kwa sababu ujuzi huo waliwekewa ndani. Haleluya. Yaani huyu ndege akimtotoa hilo kinda lake akaliacha, litapata uwezo wa kupata chakula, atakuja kukutana nalo likiwa linaruka. Hakuna aliyemfundisha. Kwa nini? Kwa sababu skills hizo amewekewa ndani. Ni package ambayo iko ndani yake. Sasa unapomwambia mtu aache ualimu akafanye kilimo, unamuua, kwa sababu ile package iliyoko ndani yake unaifanya, yani ni kama unaimaski. Unafanya kile kilichoko ndani yake kisichanue, unamlazimisha kufanya kitu ambacho hakipo ndani yake. Sio kama unanielewa? Hii ndio maana mnapata shida sana. Ukiona mtoto amesoma akafeli, no problem. I'm saying no problem. Kwa sababu anaweza kashindwa kufanya vizuri sana kwenye mambo ya secular education, lakini akawa ana sehemu anayofit kuliko unavyodhani. Anaweza akawa mfanya biashara mkubwa sana, kwa sababu at the end of the day tunajifunza elimu ili tuboreshe maisha yetu kesho. Hilo ndio lengo kubwa. Tunasoma ili tupate kazi, na baada ya kazi maisha. Haleluya. Sasa kama mimi, huyu ameenda shule na degree 5, mimi nimeishia la 7, yule kaishia la 2, yule akwenda hata vidudu, alafu tukawekwa hapa pamoja, kitakacho tufanya tutofautiane. Kabla ya elimu tutaangalia uwezo binafsi, alafu ndipo tuje kigezo cha pili kinachoitwa elimu. Lakini mwisho wa yote, hitimisho, tunataka kuangalia mafanikio. Unaweza kuwa umesoma sana, lakini kwenye mafanikio ikawa zero. Kuna mtu mwenzako ambaye hakusoma, lakini ana juhudi na bidii, anamtegemea Mungu, ana ufahamu wa namna kufanya biashara, na akafanikiwa sana kuliko mwenye degree 2. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Hiyo package iko ndani. Ni kitu kipo ndani yake. Aliumbwa hivyo. Aliumbwa na hicho kitu. Sasa hicho alichoumbwa nacho, hicho alichowekewa ndani, ndicho chenye kuleta vita. Haleluya.
Haleluya. Amen. Sema kile kilicho ndani yangu kitatoka kifanye kazi. Sema kile kilicho ndani yangu kitachipuka kama ua. Sema kitachipuka kama ua. Yaani unaona ua jinsi linavyochipua. Yaani ndivyo kile kilichopo ndani yako kinatakiwa kichipue. Maana hicho ulichokibeba mara nyingi, kile ulichokibeba sio kwa ajili yako. Understand this. Yaani neema uliobeba sio kwa ajili yako mwenyewe. Nyewe mnakulaga asali mkifikiri kwamba nyuki wanawatengenezea nyie asali ili mje mkale. Hapana. Ndio maana Mungu aliwawekea silaha, maana alijua watawanyang'anya. Haleluya. Mungu aliwawekea silaha, maana alijua watanyang'anywa tu. Hawatengenezi asali ili mje mkana. Wanatengeneza asali ili kipindi cha mvua kama hichi wakae kwenye mizinga. Ni kipindi ambacho sio kizuri cha wao kuruka, watakufa. Watapata matatizo. Kwa wanaandaa chakula chao. Chakula mpaka wakati mvua itakapokatika. Lakini kipindi hicho ni kipindi kizuri kwao kuzaliana. Bwana asifiwe sana. Lakini sisi tunakwenda pale kwenda kuwanyang'anya, tunakwenda na moto, tunakwenda na nini kuwafukuza ili tuchukue. Sio vibaya. Sasa nyuki yule wakati unamnyang'anya, wewe kwake ni adui. Ujuzi huo kutengeneza asali uko ndani yake. Hautawakuta siku wako na sufuria. Hautakuta siku wanaulizia vitunguu saumu hata siku moja. Wana ujuzi huo ndani yao. Wanatengeneza chakula chao kitamu, kizuri, chenye tiba. Wanakuja wanakula. Ujuzi huo uko ndani yao. Wapi walifundishiwa? Ni kitu kiko ndani yao. Sasa ukimwambia nyuki aache kazi yake kutengeneza asali, aende akajenge kichuguu. Narudia. Ukimwambia nyuki aache kutengeneza asali, atafanya kazi ya mchwa ya kujenga kichuguu, huo ujuzi hana. Bwana asifiwe sana. Ndio hivyo inavyotokea unapomwambia mtu ambaye aliletwa duniani kwa ajili ya mapishi, unamwambia aache akafanye kazi ya walimu. Unapomtoa mtu aliyetakiwa kuwa daktari akawe injinia, maana hiyo package haipo ndani yao. Hakuna hicho kitu hiyo. Hicho kitu hiyo program Mungu hakuiweka ndani yao. Hakuwafanyia installation hiyo program. Haipo ndani yao. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu pia makofi yako. Wewe ni mtu wa maana sana. Wewe ni mtu wa maana sana. Lakini utakapotambua cha kufanya. Siku ya Alhamisi, Ijumaa ni siku za maombi ya ukombozi wa kila familia. Tunataka kila familia ijue makusudi na isimame kwenye makusudi. Bwana asifiwe sana. Watu wengi leo wamekuwa maskini, wamekuwa wahitaji kwa sababu walipoteza uelekeo. Waliacha kufanya walichoumbiwa, walishindwa kusimama kwenye ule mstari ambao hawakukaa kwenye mraba wao. Kwa hiyo wakatoka wakakaa kwenye eneo lingine ambalo halikuwahusu, wakafanya vitu ambavyo havikuleta matokeo chanya kwenye maisha yao. Na kila siku wanajitafuta, kila siku na hawajajipata wako. Anashika hichi anashindwa, anashika hichi anashindwa, anashika kile anashindwa, anashika kile anashindwa, kwa sababu kuna mahali alipoteza dira. Haleluya. Lakini kupitia madhabahu hii kila familia itarudishwa kwenye mstari wake, kila familia itarudishwa kwenye dira yake, na kila familia itaenda kuwa na kicheko tena kwa jina la Yesu aliye hai. Kila familia itaenda kuwa na furaha tena kwa jina la Yesu aliye hai. Maumivu yataenda kukoma kabisa kwenye kila familia kwa jina la Yesu aliye hai. Na kesi yatakomeshwa kabisa kwenye kila familia kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Tumoja aseme amen. Amen. Okay. Sasa hebu tuendelee mbele kidogo. Neema inaweza ikawa inaanza kwa mtu mmoja, lakini yenye kuenea sana ikaja ikawa ni neema ya familia nzima, ukoo au taifa. Kwa hiyo kama ikiwa neema ni ya
ya namna hiyo, hatapingwa mtu mmoja, atapingwa tangu yule wa kwanza na vizazi vinavyofuata. Nani anayemfahamu mtu mmoja aliyebarikiwa kwenye Biblia? Mmoja tu, yoyote tu, mtu yoyote. Nani mmoja aniambie fulani alibarikiwa na Mungu? Nani? Yes, Margaret? Nani? Ibrahim. Eti ni kweli Ibrahim alibarikiwa? Mmoja kati ya baraka aliyoambiwa aliambiwa. Nani anaweza kumtajia moja kati ya baraka? Yes, Felista. Uzao wake utakuwa mwingi kama nini? Hebu tuwapigie makofi hao wawili. Sasa na mimi narukia kwenye hilo. Kwa sababu amekuja kwenye hilo, ngoja niende kwenye hilo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu sema kila mtu anakusudi. Hebu sema kila mtu anakusudi. Hawa amemtaja Ibrahim kwamba alibarikiwa. Ni kweli si kweli? Moja kati ya baraka alizotamkiwa, aliambiwa atakuwa na uzao nini? Mwingi. Haleluya. Sasa kwa hiyo Mungu mpango wake kwa Ibrahim ni Ibrahim kuwa na uzao mwingi sana. Je, hilo lilitimia? Mnasema yes kwa sababu msome Biblia. Wewe Mungu alisema utakuwa nani? Ule mtumishi ulikuwa unasali kwake alikutamkia nini? Kwa sababu tamko la mtumishi ni reflection ya kile kilichoko kwenye moyo wa Mungu. Sema amina. Ni reflection ya kile ambacho Mungu anataka juu yako. Na nataka niseme kwa jina la Yesu aliye hai, kila pito linaenda kukoma. Unajua shetani anawapigaga watu vita wajitenge na neema ili awapitishe kwenye mapito, ili awatese, ili awapige, ili awaonee. Lakini ukikaa kwenye neema ni sawa sawa na kijito kilichopandwa kando ya mto. Hata jua liwe kali kiasi gani, hata ukame uwe mkubwa kiasi gani, huo mtu utakuwa ni wa mwisho. Kama itabidi ni kukauka yote, huo mtu utakuwa ni wa mwisho kukauka, kwa sababu kuna neema pale ulikopandwa. Haleluya. 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 Hebu tusome kwanza kitabu kile cha Mwanzo. Tusome Mwanzo ile sura 12. Tuone hapo kwa sababu hawa wameniambia Ibrahim. Tuanzie Mwanzo 12. Tuone pale kitu. Mwanzo 12 mstari wa kwanza nitasoma mpaka ule mstari watatu. Kumbuka kichwa chetu kinasema chanzo cha matatizo ndani ya familia. Chanzo. Na hapa tunaangalia neema iliyo juu ya mtu, jinsi inavyoweza kuwa sababu ya matatizo kadhaa kwenye familia. Biblia inasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, na yakulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa hiyo anasema atamfanya kuwa taifa. Taifa ni mkusanyiko wa watu wengi sana. Sasa sio tu anafanywa familia, sio anafanywa ukoo, sio anafanywa boma, anafanywa taifa. My God. Sasa shetani akiwa anajua kusudi hili, akiwa anajua Ibrahim amebeba neema ya kuwa na uzao, kuwa na mataifa yatakayotoka ndani yake, kuwa na watoto wengi, alianza kupigana na Ibrahim na uzao wake wote. Na ili kudhibiti hicho ambacho Mungu alikusudia kisitokee kwake, alifunga uzao. Unanielewa vizuri? Aina ya vita ulioko nayo yawezekana kutokana sana na neema uliopewa. Ndio maana wakina dada au wakina mama walioolewa wakashindwa kupata uzao, msilie, njoni. Haleluya. Haleluya. Njoni kwa Yesu awaponye kwa jina la Yesu aliye hai. Njoni kwa Yesu awafungue muwe na uzao kwa jina la Yesu aliye hai. Hakuna mwanamke ambaye atafika kwenye madhabahu ambaye hakupewa uzao mwaka huu ambaye hatapakata mtoto. Lazima
watapakata watoto. Na nataka kueleze, Mungu amesema watoto 45 watatolewa mwaka huu kwenye hii madhabahu. Watoto 45 watatolewa kwenye hii madhabahu kwa watu wasiokuwa na uzao. Mungu atawapa, watapakata, watanyonyesha, heshima itakuwepo. Sema amen. Amen. Maana Biblia inasema kila mtakalo lifungua duniani litafunguliwa na wapi? Mimi nasimama hapo kufungua kila tumbo lililofungwa na adui. Sema amen. Okay, hebu tuangalie Mwanzo 11. Mwanzo ile sura ya 11. Huyu Ibrahim anatakiwa kuona uzao. Twende kwenye Mwanzo 11. Nataka tusome ule mstari wa 29 na 30. 29 na 30. Ibrahim anatakiwa kuwa na uzao mwingi. Biblia inasema Abraham na Nahori walijitwalia wake. Jina la mkewe Abraham aliitwa Sarai, na jina la mkewe Nahori aliitwa Milka binti Haran, ambaye alikuwa baba wa Milka na wa Iska, na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Hebu sema mke wa Ibrahim hana mtoto. Alafu Mungu amesema atakuwa baba wa mataifa mengi. Amen. Sasa baba wa mataifa hana mtoto. Nini hii? Shetani kawahi, kaenda kujitega, kaenda kujiposition kuzuia. Oh my God. Ibrahim ungejua cha kusema, ungesema tu toka shetani, toka kwa jina la Yesu, na angetoka hapo. Hallelujah. Sasa Ibrahim akaendelea, alikuwa ni baba wa imani, akaendelea kumwamini Mungu, akatembea na Mungu kwa uaminifu, akapata katoto wake. Anaitwa nani? Hebu sema Isaka. Sema tena Isaka. Sasa Isaka ambaye amepatikana kwa baba huyu mwenye ahadi ya kuwa baba mataifa, tatizo hili la uzao linamuandama kama lilivyomuandama baba yake. Lengo sio Isaka, lengo sio Ibrahim, lengo ni neema waliobebeshwa ya kuwa baba wa mataifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu jaribu kufikiri, mama fulani anatakiwa kuzaa rais wa Tanzania ajaye. Miaka kadhaa inayokuja. Jaribu kufikiri vita yake itakuwaje. Anatakiwa kuzaa waziri mkuu, anatakiwa kuzaa makamu wa rais, anatakiwa kuzaa profesa, anatakiwa kuzaa mhubiri wa injili. Mama yangu alijifungua watoto 6. Mimi ni watano. Katika watoto wake wote, mimi peke yangu ndiye niliyezaliwa kwa operation. Na nilizaliwa dakika kukaribia kufa. Niliachwa kwa muda bila kulia, naelezwa masimulizi ya wazazi. Nilishawaambia tena. Bila kulia. Ikakaa muda mrefu. Wanafanya activities zao za kunifanya nilie, sili. Mwishoni nikalia. Madaktari wote wakaitana, wakapongezana, wakapiga makofi. Sasa kupiga kwa makofi, hawakuwa wanashangilia mtoto amelia, walikuwa wanatengeneza kitu cha kiroho kwamba yule aliyekusudiwa na Bwana kwenda kuhubiri injili huko Singisi, adui ya kumshinda. Sema amina. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Vita ya mwenye kusudi inaweza kuanzia tangu tumboni kwa mama yake. Kwa sababu shetani huona mtu toka mbali. Shetani huona tokea mbali, anajua huyu ataenda kuwa fulani, huyu ataenda kuwa fulani, huyu atakuwa fulani. Kwa vita ya mtoto huyo inakuwa mbaya sana, inakuwa kubwa sana endapo wazazi watajua cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Juzi wakati watoto wetu wakiwekwa wakfu hapa na wale mabishop, mtu mmoja aliniuliza, akaniambia, pastor, wewe unatufundishaga, unatuambia sadaka mzaliwa wa kwanza ni shilingi 70. Kwa nini wewe ulifanya 100,000? Nilisema hapo, nikasema niliamua kumtolea mtoto wangu hivyo. Kwa nini ulifanya hivyo? Mimi nilitoa mtoto wa kwanza na mama akatoa mtoto wa pili. Sisi tunajua mambo ya kiroho kwa sehemu kubwa.
unapomzaa na mtoto, kesho unaweza usipate muda wa kukaa naye muda mwingi sana kuishi naye, lakini ule msingi uliomjengea, ule msingi uliomwekea wa kiroho ndio utakaoamua maisha yake milele. Kwa hiyo mtu mwenye haleluya, hebu sema nakomesha kila aina ya mtiririko. Rudia tena, nakomesha kila aina mtiririko wa mateso, sheni ya mateso kutokea kule juu. Ninaikomesha, haitaendelea kwangu wala kwa vizazi vinavyofuata, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sasa ni wewe unaamua. Haleluya. Yale matatizo unayoona kwenye familia, nikwambie leo una mamlaka ya kuamua iweje kesho. Ni kweli leo unaweza kuwa umepitia majaribu, unapitia mateso, unapitia maumivu, lakini sio ya kudumu. Haleluya. Hebu tuangalie sasa. Ibrahim anayetakiwa kuwa baba mataifa, tumbo limezuiliwa la mke wake. Kwa hiyo ule mlango unaotakiwa kupitisha baraka, shetani akawahi pale, kapiga solid. Akapambana, akamzaa Isaka. Alipomzaa Isaka, mchezo wa shetani ukawa ule ule, maana hatakiwi kuwa baba mataifa au kuwa na uzao mwingi kama Mungu alivyokusudia. Kwa hiyo vita anayokutana nayo Ibrahim na uzao wake, yamkini hawajui sababu. They don't understand. Mwanzo 25 mstari wa 21. Mwanzo 25 mstari wa 21. Andiko linasema, Isaka akamuomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Sema Isaka alimuomba Mungu kwa sababu ya mke wake. Alimuomba Mungu kwa sababu ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akapata mimba. So Isaka mtoto wa Ibrahim ametembea kwenye cheni ya baba yake, yaani amekutana na zuio la kiroho ambalo limesimama kumdhibiti asipate uzao. Haleluya. Haleluya. Hebu sema roho ya kipepo inaweza ikatembea kwenye vizazi kuzuia baraka ikifuatilia uzao. Haleluya. Hivi unajua kwa nini pale nyumbani pako vile? Kuna siri imefichika rohoni ambayo hujaijua. Ukiitafuta, ukaijua, wewe ndio utakayeleta mabadiliko pale. Siku ya Alhamisi na siku ya Ijumaa tu hapa. Alhamisi kuu na Ijumaa kuu, lazima neema ikatoke pale nyumbani kwenu. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Sema amina tena. Amen. Lazima pale nyumbani mabadiliko yakatokea kwa jina la Yesu aliye hai. Vile vilivyokufa pale nyumbani vitainuke tena, vikaanze kutembea tena. Vile vilivyoshindikana vikaanze kufanyika tena kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu anapofufuka kutoka mautini, na sisi tunafufuka pamoja naye, na kila kitu chetu kinafufuka pamoja naye. Alfajiri na mapema Jumapili tunatoka pamoja naye kwa jina la Yesu. Uchumi wako unatoka pamoja naye. Ile nyumba yako iliyokwama haijamalizika inatoka pamoja naye. Ile mifugo yako inatoka pamoja naye. Ile baraka uliyobeba biashara inatoka pamoja naye. Hata kama wachawi walisema hutaendelea, hata kama wachawi walisema hautafanikiwa, ni mwisho wa mateso hayo. Amen. Sijui kama nazungumza na mtu ambaye yuko tayari. Haleluya. Natafuta mtu mmoja aliyoko tayari awepo hapa siku ya Alhamisi na awepo hapa siku ya Ijumaa, aseme mimi nimechoka na mateso ya familia. Oh, Mungu akakutendee. Mungu akakutendee mtoto. Mtoto amesema siwezi kuvumilia, acha nikatoe sadaka. Ikawe kwako kwa jina la Yesu, wewe mtu mkuu. Haleluya. Nisikilize. Natafuta mtu ambaye atasema mimi Alhamisi nitakuwa hapa, siku ya Ijumaa nitakuwa hapa. Alhamisi kuu, hiyo inaitwa Alhamisi kuu duniani kote, na Ijumaa kuu, na zinaenda kuwa kuu kweli kweli, maana ni siku za mabadiliko makuu kwenye familia yako. Sema amina. Sema amina tena. Ile kisirani
wanasemaga unaonaga pale kwenye familia hakitakuwepo tena. Zile shida na magonjwa unaosemaga yanatesa watu kwenye familia hayatakuwepo tena. Maana vitakomeshwa siku ya Alhamisi Kuu na siku ya Ijumaa Kuu. Na mambo yanaenda kuwa mapya kabisa. Haleluya. Amen. Sasa Isaka naye mtoto wa Ibrahimu akawa ndio hivyo, akapata uzao. Isaka akapambana, baba yake alipambana akapata mmoja. Yeye akapambana akapata wawili, anaitwa Isaka na Yakobo. Anaitwa Esau na Yakobo, Anaitwa Esau na Yakobo. Esau siku moja akawa na njaa sana, akauza haki yake ya kuwa mzaliwa wa kwanza akamuuzia Yakobo. Kwa hiyo ile neema iliyotakiwa kuwa juu ya Esau ikahamia kwa Yakobo. Sasa shetani akawahi kwa Yakobo. Anasema kumbe wewe ndio unayetakiwa kuendeleza vizazi vya babu yako, na Mungu alisemaga utakuwa taifa kubwa, basi ngoja niwahi hapa nizuie. Tuende tena kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 30, mstari wa kwanza na wa pili. Tuone shetani amefuatilia baba, mtoto hadi mjukuu. Mstari wa kwanza na wa pili, Mwanzo sura ya 30 nasema, naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, Raheli alimuonea ndugu yake wivu, akamwambia Yakobo, nipe wana, kama sivyo nitakufa mimi. Yakobo akamghadhibikia Raheli akasema, je, mimi ni badala ya Mungu aliyekuzuilia uzao wa mimba? Kwa hiyo unaona ile kitu kilichotembea na Ibrahim kimekuja kwa Isaka, kikatoka kwa Isaka kikaja kwa Yakobo. Lengo la vita hii sio kwamba walikuwa na bahati mbaya. Vita hii ni vita inayozuia neema iliyobebwa na Ibrahim, ambayo Mungu aliruhusu akasema awe baba wa mataifa. Kwa shetani anapigana kuzuia kile cha Mungu kisisimame, lakini Isaka hajui kwa nini anapitia hayo, Ibrahimu hajui kwa nini anapitia hayo, Yakobo hajui kwa nini anapitia hayo. The same na wewe. Kuna mambo unayapitia na hujui kwa nini. Hallelujah. Hallelujah. Mtu anakuambia, pastor, mimi nilipokuwa na mafanikio nilisaidia watu wengi sana. Niliwasaidia. Lakini wakati mambo yangu yalipoharibika tu, walinitupa wote. Hakuna hata mtu anayetaka kunisikia. Hakuna. Sikia nikwambie, ile miti ya matunda mlioko nayo nyumbani kwenu, wakati wake wa kuzaa matunda unapofika, mnaenda mnachuma matunda yale, mnafurahia sana. Na mti huo hauaulizaji kwa nini unachuma matunda yangu, wala ukuti huo mti ukichukua tunda moja na wenyewe unasema mmeshakula nje jamani, ngoja nile hapo hata ili moja, au utakuta hata siku moja. Ulibeba matunda hayo yote kwa ajili ya wengine. Ila sasa wakati wa jua kali na wakati wa upepo, mpaka mti hata unafika mahali pa kuanguka, hakuna mwanadamu hata mmoja anaendaga anasema, jamani wewe mti huwa unanipaga matunda jamani, ngoja nikuzuie usianguke au matawi yasivunjike, ngoja nikumwagilie maji kipindi cha kiangazi maana unanipaga matunda. Hakuna mtu anakumbuka. Lakini watauendea huo mti tu wakati wa matunda. Ila wakati ambao si wa matunda, hakuna mtu anauendea huo mti, wanausahau kabisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mle mtu wa mparachichi ulioko pale nyumbani unaumwagiliaga? Lini ulishasema jamani mparachichi wangu umepigwa jua sana jamani, naomba nikumwagilie maji maana yale maparachichi ya zamu iliyopita yalikuwa matamu sana? Hakuna mtu anayekumbuka. Lakini
likisha zaa, kila mtu ukaribia, kila mtu ukaribia, kila mtu huja. Ndivyo ilivyo kwa mtu aliyebeba neema. Ukijua jambo hili litakusaidia, utaacha kulia, utaacha kulalamika. Bwana asifiwe sana. Ukiwa navyo, wanakuja kwa kasi. Vikiisha, wanakuhama. Ukipata tena, wanakuja. Na wala usichukie, kwa sababu neema uliopewa sio kwa ajili yako mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Ni kwa ajili yako na kwa ajili ya wengine. Wewe ni mtu wa matunda wa baraka kwa ajili yako na kwa ajili ya wengine. Sema amen. Amen. Unataka kustawi na kwenda mbali, unataka kumiliki vitu vikubwa, kuwa mwaminifu kwenye vitu vidogo ulivyonavyo. Sema amina. Amen. Kwa hiyo lengo kubwa la shetani kupigana na Ibrahim ni neema aliyokuwa nayo. Sasa na wewe unaweza kuwa na neema leo. Mkumbukeni Ayubu. Ayubu alikuwa na kila kitu, akawa na marafiki wa thamani sana. Alipopoteza kila kitu, ikiwa ni lazima kwa Mungu alitaka kumjaribu kuona moyo wake. Unajua, na ninyi kuna vitu mvijui. Ukianza kufuata Yesu, ukamwambia Yesu nimeacha kila kitu, aisee utakungutwa. Bwana asifiwe sana. Cha kwanza utakungutwa mpaka vumbi la kale litoke lote. Haleluya. Umeokoka leo ukasema naanza kufuata Yesu, nataka kuachana na dunia nyuma msalaba mbele, aisee utashughulikiwa. Bwana asifiwe sana. Yaani huo msasa utakaopigwa, utapigwa msasa mpaka mtu akikutazama hivi akuona ukiwa unang'aa wokovu. Haleluya. Kwa sababu hiyo process ya kutoka kwenye ukale kuwa mtu mpya sio kazi nyepesi. Haleluya. Na hapo pana majaribu mengi sana ambayo ikiwa ni lazima Mungu atakupitisha. Sasa usipojua cha kufanya, ukawa unalialia na kulalamika, hiyo haitakusaidia. Vumilia, maana utukufu wako unakuja. Alfajiri yako inakuja. Siku yako njema inakuja. Siku ya kila mtu kusema hakika Bwana amekuwa pamoja nawe inakuja. Hawatakumbuka ulivyolala kwenye majivu. Hawatakumbuka tena, wala wewe mwenyewe utakumbuka jinsi ulivyohuzunika siku ile uliyolala njaa. Bwana siku ile atakapokutokea, kila mtu atasema yuko na Mungu huyu. Hakika huyu ana Mungu. Hakika alikuwa ni mwombaji kweli. Hakika alimngoja Bwana. Watasema maneno ya utukufu, watasema maneno ya sifa kwa Bwana. Kawe kwako dola. Haleluya. Amen. Kwa hiyo usishangae. Hayo yavumilie tu. Na uvumilivu wako wa siku 5 ni furaha ya miaka 5 ya watu wengine. Haleluya. Uvumilivu wako wa miaka 5 ni furaha ya miaka 50 ya vizazi. Bwana asifiwe sana. Yesu asingekubali kubeba msalaba kwa ajili yetu, wokovu tungeupata wapi? Yesu asingekubali kutemewa mate, asingekubali kudhalilishwa, asingekubali kuchapwa mijeledi, asingekubali kuuawa, tungepata wapi wokovu leo? Lakini haya yote tumeyapata kwa sababu yeye alikubali. Lazima mtu mmoja kwenye familia akubali. Haleluya. Ukubali kuwa mbuzi wa kafara. Haleluya. Yaani wewe ndio upambane kuikomboa familia. Tukitangaza maombi ya Alhamisi na Ijumaa, unakuja hapa kama una akili sawa sawa. Saa 9 umeshafika hapa, nakuta tu uko hapa tayari unaunguruma, unamwambia Bwana kumbuka familia, kumbuka nyumba yangu, kumbuka familia yangu. Uko hapa ndani unazunguka, maana hakuna furaha huko nyumbani. Siku 2 ni ndogo sana ukilinganisha na muda wa mateso kwa familia. Haleluya. Ningekuwa na dawa kuonyeshwa nyinyi, yani wanyweshe tu mje hapa, yani hiyo siku ya Alhamisi sikumbuka, yani mje tu na Ijumaa mje hapa wote, ningewapa hiyo dawa. Lakini haiwezekani, kila mtu ana akili yake na kupanga ni kuchagua. Sema amina. Amen. Sasa uchague vyema. Sema amina. Amen. Kwa hiyo ili jambo likaendelea kutesa familia, hebu tuangalie mfano mmoja wa mwisho. Mungu anapomfunulia kila mtu kila alichombebesha, anamfunulia kwa njia ya ndoto. Nisikilize, kuna watu waliuawa kwa sababu ya ndoto zao. Kuna watu waliuawa kwa sababu ya mipango yao. Kuna watu waliuawa kiroho na kimwili kwa sababu walionekana kuwa threat, tishio.
Yeye alibarikiwa kuzaa watoto 12. Bwana asifiwe sana. Aliyepokea baraka alipambana kazahaka, aliambiwa kutagua baba wa taifa. Aliyemwachia jukumu aitwaye Isaka akapambana akapata Hawa. Yakobo yeye akapambana akapata 12, ndio wanaitwa kabila 12 za Israeli. Haleluya. Ndani ya hizo kabila 12 kila mtu alikuwa amebebeshwa neema tofauti tofauti. Utaona wakati Isaka akiwabariki akiwatamkia kila mtu sawa sawa na alichobeba. Na maisha yao ukifuatilia wale watoto yalikuwa hivyo wote. Hakuna ambaye alikuwa tofauti. Ndio maana ni muhimu uwe mahali ambapo pia kuna macho ya Mungu. Ili ukiwa umepoteza direction uambiwe njia yako ndio hii. Haleluya. Uambiwe njia yako ndio hii. Na kinywa chako nilikuambia kinaumba. Ndio maana tunaombea watu hapa. Tunaombea watu. Tunawatamkia watu na vitu vinatokea. Mnafahamu mambo mengi Mungu ameyafanya, mengi sana. Kinywa chako kinaumba, kitakapotamka litatokea. Haleluya. Hebu lile nitakalo lisema litakuwa. You are not speaking well. Hauongei vizuri. Hebu lile nitakalo lisema litakuwa. Hebu ngoja nisikie hapa kwa sababu hebu lile nitakalo lisema litakuwa. Hapo lile nitakalo lisema litakuwa. Kumbe nyewe ndio mlikuwa mnategea, nimeshawapa. Tuseme wote kwa pamoja sasa. Tuseme 1 2 3. Tuseme lile nitakalo lisema litakuwa. Lile nitakalo lisema litakuwa. Ipigieni makofi. Hali ya familia haiko vile bahati mbaya. Hali ya familia ilikuwa na mngoja mtu kama wewe uzaliwe. Sema amina. Alafu huyo mtu alitakiwa akutane na mtu kama William. Sema amina kubwa. Hili huyo William amwambie unachotakiwa kufanya ni kitu fulani. Ambiwe nenda hivi, omba, funga, tuombe pamoja na matokeo yanaenda kutokea. Litakuwa 1 2 3 4 5. Na uko hapa kwa kusudi, uko hapa kwa sababu hiyo. Haujaji hapa kwa bahati mbaya. No. Uko hapa kwa sababu Mungu anataka usikie. Alhamisi ni siku yetu ya matamko makuu hapa. Na siku ya Ijumaa ni siku ya matamko makuu hapa. Inapoitwa Ijumaa kuu na Alhamisi kuu, tunataka kuzifanya kuu kwenye familia zetu. Tunataka kuzifanya kuu kwenye maisha yetu na kwenye uzao wetu. Sema amen. Kila mahali palipokosa heshima itakuja ikitiririka. Ukigeuka huko heshima, wale wanaokusema watakuwa kimya kama jiwe la mtoni. Mwanangu nakueleza, wale wanaokusema wanaokusumbua watakuwa kimya kama jiwe la mtoni. Wale waliokudharau watakuja kwako. Bwana atawaleta kwa sababu Mungu sio mwanadamu. Ni wewe tu kukaa sawa sawa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukikosa Alhamisi, ukikosa Ijumaa, aisema punguza kitu kikubwa sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu mpe Yesu makofi ya utukufu hapo mimi. Sasa uzao wa Yakobo walizaliwa watu, lakini mimi mtu ambaye nilimpenda sana ni kijana kadogo kalikozaliwa huko, kenye uwezo wa kupambana na majira ya dunia nzima, kudhibiti njaa na kuzuia kila aina majanga yasiyofaa. Kakazaliwa hapa kenye neema, kakakutana na vita, kakakimbizwa kwa sababu ya neema iliyokuwa juu yake. Acha nikwambie, inawezekana zile shutuma unazopata kwenye familia sio kwa sababu jinsi ulivyo, sio kwa sababu ulizaliwa hapo mpaka unasema najuta jamani, kwa nini nilizaliwa na huyu baba? Kwa nini nilizaliwa na huyu mama? Hapana, shangilia. Unapoona shutuma zinakuwa nyingi, shangilia, maana kuna kitu umebeba. Ndio maana huoni wengine wakiambiwa ni wewe tu uliyebeba hicho kitu. Wewe uliyebeba hicho kitu ndio mwenye vita. Nishangilie Mungu, mwambie Mungu nakushukuru kwa sababu wewe uliruhusu nizaliwe hapa. Nina kusudi, ninajua uliruhusu nizaliwe hapa. Nina mpango wa kimbingu hapa. Haleluya. Haleluya. Nisikie, watu wanateswa na magonjwa, wanateswa na ulevi. Saa imefika kwenda kuwarudisha kwa jina la Yesu. Kila ambaye hajali familia, mwaka huu anaenda kujali familia. Huu upako Mungu amesema upo, tutauachilia. Na kila aliyestoroshwa nyumbani kwa nguvu za kishirikina
anaenda kurejeshwa kwa uwezo wa Bwana. Neema ya Mungu inaenda kumrejesha kila mtu aliyepotea akasahau familia yake. Sema amen. Hakuna kulia tena kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Nasema tena, hakuna kulia tena kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Hao maadui zako wanaokupiga vita, yamkini Mungu amewaruhusu kupiga vita ili iwe ni hatua ya kwenda, ili uwezeshwe kwenda mbele. Haleluya. Amen. Hivi hebu jaribu kufikiria, mtu anatafuta kazi, lakini una mali anafanya kazi anapata mshahara mdogo, na anapenda ile kazi na ni mwaminifu sana. Sasa anamsumbua Mungu kila siku kwa kufunga na kuomba na kutoa sadaka. Ili Mungu afanikishe mpango, atainua mtu pale kazini ampige afukuzwe kazi, ili kwamba akawe na akili ya kuandika barua kutafuta kazi mahali pengine. Maana imeandikwa, tafuteni nanyi mtafanyaje? Tafuteni nanyi mtafanyaje? Sasa akiwa anafanya kazi pale, Mungu akitaka kumtoa anatengeneza kisa cha kufukuzwa kazi. Akishafukuzwa kazi anaanza kulialia. Mungu akimwangalia anashangaa, mwanangu, si niomba kazi? Mimi nimekutoa hapo kwa makusudi, nataka nikuhamishe kutoka hapo nikuingize mahali pengine, mbona unalia tena? Haleluya. Haleluya. Kwa majaribu mengine yanatokea kwa lengo la Mungu kumheshimisha mtu, lengo la Mungu kumuinua mtu, lengo la Mungu kumfanikisha mtu, lengo la Mungu kumtukuza mtu. Majaribu mengine yapo ili utukuzwe. Ayubu alipitia mateso mengi sana, lakini mwisho wake utukufu wake ulikuwa mkubwa kuliko waliokuwa nao kwanza. Amen. Habari njema wache kulia. Mwanzo 37, tumwangalie kijana mmoja anaitwa Yusufu. Mwanzo 37, na nitakusomea mstari wa 5. Mstari wa 5 inasema hivi: Yusufu ataota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Ndugu za Yusufu, watoto wa Yakobo, vilembwe wa Ibrahimu, vitukuu, sio vilembwe, vitukuu, wamemchukia ndugu yao mmoja aitwa Yusufu kwa sababu ya neema aliyopewa yeye. Haleluya. Yeye amepewa neema fulani, wakamchukia. Wanasema aliota ndoto. Alipoota ndoto akaelezea ndugu zake wakamchukia. Sikiliza nikwambie, unapokuwa na ndoto yako usiwe na haraka kuisema. Unapotaka kufungua biashara usiwe na haraka kusema. Unapotaka kununua mifugo, uanze ufugaji, usiwe na haraka kuambia watu. Unapotaka kusoma ufike chuo kikuu, usiwe mwepesi kutangaza. Mtoto wako anapokuwa amefaulu, usiwe mwepesi kusimulia mambo haya, maana wako watakaoisikia ndoto yako na watachukia. Haleluya. Haleluya. Ukitaka kuolewa usiwe mwepesi kutangaza. Ukitaka kuoa usiwe mwepesi kutangaza. Unapotaka kufanya jambo lolote, umepata mchumba, usiwe na mwepesi kutangaza. Kuna mtu ataisikia ndoto yako alafu atachukia. Haleluya. Wakasikia ndoto ya Yusufu, wakazidi kumchukia. Hebu sema, ndugu zake wakazidi kumchukia. Kilichowafanya wamchukie nini? Ni nini? Neema. Ndoto. Yes, neema. Okay, vizuri. Jaribu kufikiri sasa, unataka kujenga nyumba. Kierere cha nini? Huna hela, umeshaenda kununua mawe lori moja na unajua huna hela. Angalieni watoto walionunua mchanga wakamwaga nyumbani, wakamwaga tofali kadhaa, wakamwaga mawe, wanaweza kuishia kuwa walevi wa kutupa. Kwa nini? Kwa sababu adui aliwaona toka mbali. Alipoona ndoto, kumbe unataka kujenga wewe, kumbe unataka kujenga, sasa unaona hiyo pesa kazi. Sasa anaruhusiwa mshale, anakuwa na pepo linalomuongoza. Yaani ni pepo linamuongoza kumpeleka kila mahali. Akigeba anasema, hebu wasikiliza. Anajiona bosi, lakini hana hela kiukweli. Tena pesa kazipata kwa shida, lakini ile pepo sasa limekaa ndani yake, linamfanya ajione bosi. Yaani ile pepo ndio linazungumza, linataka fahari, linataka
Haleluya, haleluya, haleluya. Imefika saa. Haleluya. Hebu sema kila nyumba itajengwa kwa jina la Yesu. Nakwambia Alhamisi na Ijumaa hapa uko upako ambao ni wa kubeba tu. Ni upako wa kubeba tu. Watu wataenda kufanya vitu vyao vya hatari kwenye nyumba zao. Amen. Amen. Nani alikuona? Wewe nani alikuona? Nani alisikia ndoto yako? Ulijenga banda la nguruwe wakati huna mtaji wa nguruwe. Sikiliza, fanya maliza. Mnisikia? Ndio maana Biblia inasema hivi, kila anayetaka kujenga ni upi yule ambaye anataka kujenga asifanye hesabu kwanza, ili asije akaanza akashindwa wakamcheka. Mimi nawafahamu ndugu zangu, mbali kwetu tunawafahamu wengi waliharibikiwa kwa sababu walifichua ndoto kabla ya wakati. Amen. Hivi unajua ukitangaza unataka kuolewa, hivi unajua kwamba kuna watu wakisikia hivyo watachukia, na wanaweza wakafanya, kama wasipofanya ushirikina watamtamkia mabaya, na vile vinywa vyao vina nguvu. Unasikia tu mtu anasema hata ingia kwenye ndoa kweli, hata olewa. Nani atakayeoa kimama kama kile? Hilo neno hilo tu limeharibu muujiza wao. Ndio maana tunaficha, hatutaki kusema sema, maana utajua adui ni yupi. Yusufu amepigwa vita na ndugu zake, walisikia ndoto walionayo, wataanza kumchukia. This is Bible. Hii ni Biblia inayotufundisha nini na wewe. Wewe unakaa na mtu na rafiki yako, wapata mchumba, hata mjaelewa kama kitaendelea au kitakuwaje, umeshatangazia mtaa mzima unajua umepata mchumba. Kakwambia tu kwamba si kakwambia sio atakutafuta kesho, umeshaenda kutangazia kila mtu. Kwa hiyo utafika kwenye hiyo ndoto zako hizo, utafika. Maadui ni wengi. Maadui ni wengi sana. Na hekima ni kunyamaza. Shika hiyo mwanangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shika hiyo mtoto wangu, hekima ni kunyamaza. Haleluya. Usiwe mwepesi kuropoka. Mtu amekuahidi anakupa zawadi, usitangaze. Endelea kuomba. Ikishatokea njoo mshukuru Mungu. Unataka kwenda Kenya, kama tiketi bado hujaishika mkononi usitangaze. Haleluya. Maana unaweza ukatangaza leo na kesho ikaharibika. Sema waua ndoto ni wengi. Sema waua ndoto ni wengi. Watu wanapambana nyumba yao room 2 pale, anajenga room 2 mpaka tofauti ukishika hivi sina momonyoka. Unajiuliza hivi kweli hii familia ina baba na mama na wote ni watafutaji kupita maelezo, lakini nyumba room 2 ambazo ni tofauti kama 600 hivi, 600,000. Hiyo nyumba mpaka unashika hivi inamomonyoka. Ni miaka mingapi imekaa hapo chini? Nini kilisababisha ikawa hivi? Kuna kitu. Alianzisha hiyo nyumba ni nani? Ni mtoto. Huyo mtoto alikuwa na neema ya kubadilisha mazingira ya nyumbani, lakini akazimwa. Hebu sitakufa mpaka ndoto yangu itimie. Rudia tena, sitakufa mpaka ndoto yangu itimie. Rudia tena, sitakufa mpaka ndoto yangu itimie. Kuna watu walijenga nyumba, walipomaliza tu kujenga, maadui zao wakasema, mmejenga nyumba hamtakaa. Wanamuua baba, baada ya mwezi au miezi miwili mama naye anakufa. Nyumba inabaki, hawakukaa. Siko maneno. Ni vizuri unapofanya kila kitu, make sure Mungu yuko mbele yako. Yaani ni bora ukosane na kila mtu, na kuna saa utaeleweka. Please don't worry. Yaani marafiki wanaweza sikuelewe, majirani wanaweza sikuelewe,
wasikuelewe, it's better, ni bora wasikuelewe kabisa, lakini akuelewe mmoja aliye chini. Amen. Sema amina. Maana wanadamu hata uwatendee nini watakuacha njiani, rafiki yangu. Kama hujawahi kukutwa na hilo, ujifunze hilo leo. Sema amina. Wanadamu hata uwatendee nini watakuacha. Baba mbinguni anasema ukipita kwenye maji mengi nitakuwa pamoja nawe, ukipita kwenye moto nitakuwa pamoja nawe, ili nikuokoe. Lakini wanadamu watasema hana kitu siku hizi. Hana kitu, alikuwa anaringaga, sasa hivi hana kitu. Sasa hivi hata dawa ya meno tu anaomba kwa jirani. Hana kitu. Na ndiye ulikuwa unamsaidiaga na unamlipia mpaka mtoto wake ana. Leo ndo anakusema shukrani yake, hata dawa ya meno anaomba kwa jirani. Na hujawahi kuomba dawa ya meno kwa jirani. Lakini anataka tu kukuonyesha kwa watu wewe sio kitu. Sema shindwa pepo. Usikuelewi na wewe. Unakemea nini hicho? Sema shindwa pepo. Shindwa pepo. Unakemea nini? Unakemea sisimizi au ni pepo? Sema shindwa pepo. Shindwa pepo. Hapo mfano hizi. Sasa ndio shindwa kuelewa ni sisimizi unamkemea au unakemea nini? Yaani dunia hii ukosa kila kitu. Mwanangu nisikilize vizuri, hii hekima nakupa. Lala chini uwe na Yesu. Amen. Kosa nguo uwe na Yesu. Kosa chakula ndani uwe na Yesu. Kuliko uwe na marafiki rundo ambao kesho watakuacha. Hamjawahi kuachwa na marafiki mkajua kinavuma? Yusufu kimuuliza hapa, hivi ulijisikiaje ndugu zako walipokuchukia namna hiyo? Kwa sababu ya kitu ambacho sio cha kwako, ni Mungu alikuwekea. Nafikiri atalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nafahamu watu wengi sana waliotendewa mema na watu. Nafahamu. Lakini siku ya taabu kwa hao waliokuwa wanawatendea mema walisamehewa. Na kama wewe ni miongoni mwa watu, usife moyo. Wewe ni mtu mkuu, ni mtu mkuu. Ambapo ndege wa angani watakuja na kukaa na kuweka viota. Wanyama wa kondeni watakuja wakitaweka, watalala chini ya kivuli hicho. Ni kitambo tu kidogo amepitishwa ili na wao jifunze. Bwana asifiwe sana. Mungu hajakuacha. Na mtu ukipuputisha majani yake wakati wa kiangazi, usiucheke. Wale watu wanafikiri kwamba unajua unaweza kuwa umekosa hela leo, lakini neema ingalipo bado. Inawezekana umekosa chakula leo, lakini bado neema unayo. Inawezekana umekosa mavazi, lakini neema bado ipo. I want to tell you, mtu mwenye neema ni sawa sawa na mti uliopuputisha majani yake wakati wa kiangazi. Wakati wa masika utaona ukianza kuchanua tena. Utaona ukianza kuchanua tena. Utaona tu unaanza kustawi tena. Na utausahau kabisa. Neema ya Mungu ni kama mvua mwanangu. Kaa nayo. Hallelujah. Hallelujah. Hiyo rafiki yako anakuchekaga na kukusomea, mweke akiba. Amen. Wewe weka tu akiba. Wewe mwambie tu moyoni mwako, sema cheka tu leo, lakini kuna siku utaelewa. Amen. Hallelujah. Amen. Wewe ndio unanisomea Usimuulize sema moyoni mwako tu. Wewe ndio unanisomea, unasema maisha yamenishinda, maisha yamenipiga Wewe ndio utakuwa shabiki wangu namba 1 kusema nimefanikiwa. Jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Achia familia. Achia familia. Kuanzia sasa. Achia familia. Kwa jina la Yesu aliye hai. Nisikie mtu mmoja naomba. Ni jambo zuri kwa sababu inatupa uthabiti kwamba mchungaji anaweza kuongoza. Amen. Ninasikia fahari kuwa na familia yangu, mama na mzaliwa wangu wa kwanza na mzaliwa wangu wa pili. Huyu ndio mtoto wangu wa kwanza, anaitwa Given. Anaitwa Given kwa sababu tulimuita jina Forgiven, kwa sababu wakati ule akiwa anazaliwa ndipo kulikuwa na mambo mengi pia watu walitukosea sana. Kwa hiyo jina lake tafsiri yake halisi ni Forgiven. Ingeze kawa samehe au kusamehewa. Kwa hiyo tukampa
mimi nikampa mtoto hilo jina. Though jina hilo nilikuwa nalo tangu mwanzo, ila sikujua kama pangekuja kuwa na mapito hapo katikati yatakayofanana na hili jina. Lakini namshukuru Mungu kwa hatua hiyo. Haleluya. Haleluya. Anaona wanamdanganya haki yake, wana asifiwe sana. Hebu pesa kwa kwa watu kwa ajili ya watoto. Anaona wanamnyima haki yake hapo kama. Sasa huyu mtoto Given akazaliwa, tukakaa naye. Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya watu waliomlea, akiwa mama mkwe wetu. Hebu tumpigie makofi mama jamani. Mama ndio alihangaika na huyu mtoto sana kwa muda mrefu mwanzo. Kama tangu mama kujifungua katika hali nzuri, alipata mapito makali sana. Huyu mtoto alimlaza chini miezi yote 9. Kwa hiyo sisi tulivyoana na mke wangu, hatukupata muda hata kufurahi. Huyu bwana mkubwa huyu alimshikia chini miezi yote 9. Na waliomhudumia sana ni baba mkwe na mama mkwe. Baada ya pale alijifungua mtoto, akalelewa na mama mkwe kama mwezi mmoja, akatoka kaenda Kilimanjaro, akalelewa na mamangu mzazi, akarudi mjini. Bado mapito yetu yalikuwa hayakamilika, tulikuwa bado na safari ndefu, lakini namshukuru Mungu tuliweza kukamilisha mapito haya kwa neema ya Mungu. Sema amina. Amen. Kila hatua mpya ina mapito yake. Kuingia kwenye ndoa ni jambo moja. Kufanya mtihani au majaribu ya kubaki kwenye ndoa ni jambo la pili. Ukishaingia kwenye ndoa, kuna mtihani ambao utakukumba wewe na mwenzi wako, na mtatakiwa kufanya kwa uaminifu ili mbaki kwenye ndoa, au hapana ndoa ishi hapo. We thank God. Tunamshukuru Mungu kwa hatua hiyo. Na kipindi hicho mambo yalikuwa yako sawa. Again, we thank God for now. At least vitu vingi sasa viko sawa sawa. Mungu akatujalia neema. Mimi na mama tulikuwa tumepanga tunataka tupate binti. Sasa tulikuwa tumepatana. Kwanza huyu tulikuwa tumepatana. Mimi nilikuwa nataka binti, yeye akawa anataka wa kiume. Mama akanishinda. Bwana asifiwe sana. Akazaliwa Given. Mara ya pili tukapatana tunataka mdada. Sasa kosa likatokea kwenye jina. Tukasema tutamuita Favor. Yaani mpaka mtoto huyu anazaliwa hatujakumbukaga kuangalia jina Favor la kiume au la kike. Alipozaliwa kiume ndio tukasema tukaenda kuangalia jina Favor maana yake nini. Maana tulikuwa tunajua ni upendeleo nini hivyo. Basi tulikuwa tunaipenda hilo jina. Kumbe ni jina la kiume. Kwa sisi tuliita tukijua tunamuita dada, kumbe tutamuita baba tena. Basi tukakubaliana na mama bana, tumeshapitwa. Haleluya. Kwa hiyo tukapata baba wa kwanza na baba wa pili. Tunashukuru Mungu, ndivyo ilivyompendeza Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tunawapenda. Tunawapenda sana. Mimi nampenda zaidi huyu, ingawaje mamake amembeba, na mama anampenda zaidi huyu. Lakini wote tunawapenda. Haleluya. Haleluya. Huyu mimi nampenda sana, lakini sikaaki naye. Anaita naye ni mama yake na wanapendana. Ila huyu mamake anampenda zaidi, na mimi nampenda mzaliwa wangu wa kwanza. Haleluya. Alikuwa na tabia yake ya marathon kukimbia tu. Nikajiuliza, akamwambia mama yake ni mwanariadha au ni kitu gani mtoto simuelewi. Yeye kukimbia tu aweze kutembea taratibu. Juzi ndio tulisikia tafsiri yake wakati wanawekwa wakfu. Unajua wakati mtoto anawekwa wakfu unatakiwa kusikiliza sana. Ndio niliweza kujua for the first time mtoto ni nani. Bwana asifiwe sana. Ni wa kwangu, naona vitu vya watu wengi sana, lakini Mungu ananificha mambo mengine ya kwangu. Bwana asifiwe sana. Ila sio ya huyu mama. Huyu mama ananionyesha yote. Haleluya. Ila ya huyu bwana mkubwa hapa yeye ananichanganya. Haleluya. Huyu mtoto alikaa sana na mama mkwe wangu, ndiye aliyemlea kufikisha kuwa mtoto.
Bwana asifiwe sana. Tumpigie mama yetu makofi mengi. Mama, tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana. Tuna siku maalum ya kuja nyumbani kuja kuwaletea watoto wenu. Alafu siku hiyo ndio tutazungumza nyumbani. Hebu tupe makofi matukufu. Sasa basi nimwambie mama aseme. Karibu. Tuna mtu kutusaidia mtoto au unaweza ngoja. Okay. Muangalie sana mnapopata watoto, mtamke maneno fulani mazuri. Naomba niseme neno moja tu na kumshtaki mmoja tu. Alisemaga hivi, ninakumbuka maneno yake. Alisema mtoto wake hatashikwa na mtu, yeye atabeba mtoto wake mwenyewe. Mama, nimekusaidia? Ni kweli. Sasa mtoto alimtesa, na kweli alimtesa. Walikuwa na kesha wanapokezana. Si alisema hata shiko na mtu, alianza naye tangu tumboni. Mama kaa chini, hakuna kwenda mahali popote. So alisema hata shiko na mtu, akaanza paka alipokuwa amejifungua. Yaani alipokuja kuundua yale mateso, ndio alimwombeaga mtoto. Nikafuta yale maneno. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na mimi na nguvu ya kufuta neno la mke wangu. Si unajua mwanaume ana nguvu ya kufuta maneno ya mke wake, ila mwanamke ana nguvu ya kufuta maneno ya mume wake. Hili ni tatizo kubwa sana. Na maneno ya mjane yanaweza kufutwa na baba yake tu. Na maneno ya mtoto wa kike yanafutwa na mtoto na baba yake, yani mtoto kama huyu. Pia sadaka hii inaachiliwa leo ya Mungu, ninaposimama kama baba, kama kuhani na kama mume. Ninakuomba kupitia sadaka hii Bwana, ukatukumbuke sisi kama familia, ukumbuke uzao even na fedha. Ninakuomba Mungu, na wale uliokusudia watakao kuja baadaye. Ninakuomba Mungu, sadaka hii ikasimame kama sadaka shukrani kwa ulimwengu wa roho, kuwawakilisha uzao wetu. Sadaka hii kanene kwa habari ya kuwakumbuka na kuwatendea mema kila itwapo leo. Asante Bwana kwa kumpa mama huyu akili hii ya kuweza kuandaa sadaka hii. Mungu wangu, ninakuomba unapoenda kutenda, utende moyo wake ufurahi. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.